Ya, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vina trend sana huko mtandaoni na ni jambo ambalo kiukweli halijawahi kuwa, watu wengi sana kiukweli walishangaa. Yaani wadau ni wengi sana ambao walishangazwa na hiki ambacho kimetokea, hususan kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Wastara kuonekana kuingia katika mahusiano na Dudu Baya. Yaani ni moja kati ya vitu ambavyo hakuna mtu alikuwa anatarajia au alikuwa anadhania kwamba kitu kama hiki kinaweza kikatokea anytime soon. Lakini ndo hivyo tena bwana, mambo yameishakuwa na it's official kwamba Dudu Baya tayari alikuwa tayari ameshaingia katika mahusiano na Wastara. Sasa kitendo cha Dudu Baya na Wastara kuwa katika relationship ni moja kati ya vitu ambavyo vimefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi, lakini ndio hivyo tena, tukawa tunasubiri tuone mahusiano haya yataishia wapi, kwamba ni serious, ni kiki au ni nini. Umeona bwana. Kwa hiyo siku zimekwenda, leo ni kama vile tumepata majibu kuhusiana na mahusiano haya ya Dudu Baya na mwanadada Wastara. Na hayo yote yamekuwa unfolded baada ya tetesi za hawa wawili kutengana. Yaani hayo mahusiano yao bwana yamefikia kikomo, yamefikia mwisho na tayari wameshatengana, kila mtu ameamua achukue 50 zake. Sasa habari kamili inasema kwamba penzi la Dudu Baya na Wastara la dondokea pua. Dudu Baya amesema kwamba hataki mwanamke ombaomba. Hapa chini wakaandika kwamba penzi la Dudu Baya na Wastara limeota mbawa mapema kabisa, mapema mno. Kinyume na matarajio ya watu wengi, ni kwamba mwanamuziki huyo mkongwe ameibuka kuelezea kwamba hawezi kuendelea na Wastara, akidai kwamba mrembo huyo amekuwa ombaomba, haridhiki, kila mara anafanya mahojiano na vyombo vya habari huku akiomba msaada. So kwa mujibu wa Dudu Baya mwenyewe amedai kwamba Wastara bwana ni ombaomba, hawezi kuwa naye katika mahusiano na hawezi kuwa katika mahusiano na yeye. Ikaendelea hapa kuandikwa kwamba hii imekuja baada ya Wastara kudaiwa kujitosa akidaiwa kujitosa kuwaomba watu wamchangie Dudu Baya pesa za matibabu, kitu ambacho Dudu Baya mwenyewe hakufurahishwa nacho. Kwa hiyo ikapelekea Dudu Baya kuweka bayana kwamba yeye hataki mahusiano na mwanadada na mwanamke ambaye ni ombaomba kama aina ya Wastara, bali anataka mwanamke mpambanaji. Unaambiwa kwamba awali kabla ya penzi hilo kudondokea pua ni kwamba Wastara alisema kwamba anamsubiri mwanamuziki huyo akirudi India kwenye matibabu wafunge ndoa. Walisindikizana uwanja wa ndege. Dudu Baya tayari alishaenda India kutibiwa. Pia vile alisharuhusiwa kutoka hospitalini, lakini ndio sasa imeonekana kwamba kulikinai mapema kabisa penzi la mrembo huyo Wastara. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Watu wengi sana wamebaki mdomo wazi kwamba bwana imekuwaje tena Dudu Baya ameamua kuachana na Wastara, wakati tulikuwa tunafahamu kwamba wawili bwana waliamua kuingia katika mahusiano. Dudu Baya ameonekana kama vile naye pia alikuwa anamkubali sana Wastara na vitu vingine kama hivyo. So hivyo ndivyo situation ilivyo bwana kwa ujumla kuhusiana na sakata zima la Wastara na Dudu Baya. Wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao katika comment section wakiwa wanalizungumzia swala hilo. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza
kuhusiana na hii issue baada ya mambo kuwa bayana kwamba hawa wawili sio wapenzi tena. Kuna mtu hapa ameandika ombe bwana bwana, ni kwamba tulimkanya Wastara lakini hakutaka kusikiliza. Sasa tutajua mengi ya siri. Wadau wanakuambia kwamba walishamkanya Wastara lakini hakutaka kusikiliza. Sasa kwa vile wameachana na Dudubaya, ni kwamba hii inaonyesha dhahiri shahiri au inaonyesha wazi kabisa siku sio nyingi bwana Dudubaya ataanza kuzungumza mambo ya siri kumhusu Wastara, ambayo huenda labda katika mahusiano yao walikuwa wanazungumza wenyewe. Kuna mdau mwingine hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba bwana, wanaume wengi siku hizi bwana wameshashtuka, hawataki kuibiwa kwa njia ya ulaghai. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, mimi nilijua kabisa kwamba hili penzi halitofika mbali. Kuna mtu mwingine hapa ameandika kwamba kwa hiyo Wastara aliamini kwamba kweli kuna mapenzi kati yake yeye na Dudubaya. Kuna mtu hapa ameandika kwamba ila Dudubaya wa watu alifurahi na akapona ghafla. Kuna mtu mwingine anasema kwamba jamani, huyu kaka kweli amemkatisha dada watu matumaini. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, angesubiri apewe vya ndani aje atuambie vizuri. Kuna mtu mwingine hapa ameandika kwamba bwana, hivi kweli mtu na akili zako timamu unaweza ukawa na mahusiano na Dudubaya? Kuna mtu hapa ameuliza. Kuna mdau mwingine hapa amesema kwamba bwana, ila wadada nao pia ni viumbe wenye roho ngumu. Ni kweli kabisa, mtu unaamua kwenda kuolewa na mtu anayejiita konki konki, wakati jina hilo la konki kwetu ni kukujike. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana huko mtandaoni kuhusiana na issue ya mahusiano kati ya Dudubaya na mwanadada Wastara. So mahusiano yameisha, Dudubaya ameamua kuachana na Wastara na sababu amedai kwamba hawezi akawa katika mahusiano na mwanadada ambaye ni ombaomba, kila siku anaomba misaada kwenye vyombo vya habari. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.